unayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, brightest way. Praise be to the Lord Jesus Christ. Mpendwa mtazamaji wa Star TV, na kusalimu popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu kutoka hapa Star TV. Ni muda mfupi uliopita ulikuwa naye Stella Shao kule Dar es Salaam, kama ambavyo umeona alikuwa na mgeni wetu ambaye pia ni sehemu ya kipindi hiki. Ni siku nyingi kidogo hatujaonana, takriban miaka 6 sijakalia hiki kiti, lakini basi leo tena kwa msaada wa Mungu na huruma yake nimerudi tena, niko hapa kwa ajili ya kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Naitwa Godfrey Joseph Mahonge. Karibu sana. Na tuko dakika za lala salama katika kumaliza mwaka huu mpya wa 2000. Mwaka sijui niseme ni mwaka mpya, lakini basi walau tunaita mwaka wa jubilei 2025. Tuko katika hatua za mwisho kuelekea huko kumaliza mwaka huu ambao naamini umeendelea kuwa baraka kwako na hata kwangu na kwa kila mmoja. Kama haujawa baraka kwako, basi amini kwamba Mungu hajakuacha. Mungu bado yuko pamoja na wewe, kwa hivyo usiogope kabisa. Na naamini kwamba Jumapili hii ya leo ni Jumapili ambayo imebarikiwa sana, lakini pia ni Jumapili ambayo naamini Mwenyezi Mungu amekuamsha salama. Hali ya hewa kwa hapa mkoa huu wa Mwanza wenye Sato na Sangara sio mbaya, ni nzuri. Kuna kamvua hapa na pale, naamini hata mikoa mingine kama baraka hiyo ya mvua haijafika, basi Mungu wetu ni mwema sana. Lakini pia tupo katika kipindi cha kumsubiri Masiha, cha kumsubiri Kristo Yesu ambaye anazaliwa kwetu. Azaliwe tukiwa katika mioyo safi, tukiwa katika hali nzuri ya kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa wale wa Katoliki tunasema kwamba tupo katika Dominika ya 4 ya Majilio, kabla ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo siku chache zijazo. Basi mpendwa mtazamaji, kipindi hiki huwa kinakuwa na mambo kede kila Jumapili. Ndio kama hivyo umetoka kumwangalia mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia kwa namna ya pekee kabisa katika kipindi hiki kwa hapa jijini Mwanza ninaye pia mgeni mwingine tena. Ni mambo ya mziki mtakatifu katika kanisa, mziki mtakatifu ambao daima unatuliwaza kwa maneno mazuri. Tunasubiri ujio wa Emmanueli, na katika studio za Star TV leo tunaye Emmanueli ambaye ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili. Nimemkaribisha hapa kwa ajili ya kutupatia mawili matatu kuelekea sikukuu hii ya kuzaliwa Masihi. Emmanuel, karibu sana katika kipindi kwa siku hii ya leo, popote pale ambapo umetoka, naamini upo salama kabisa. Amani kwako? Amina, nashukuru Mungu. Emmanuel ni nani? Emmanuel Mashauri ni mimi mwenyewe. Ndio? Yeah. Sasa mtu akitaka amjue zaidi Emmanuel, huyu Emmanuel ametoka wapi? Anafanya nini huko alipo? Lakini basi walau tujue ka historia kako kwa kifupi sana, utudadavulie. Karibu. Amen. Shalom Emmanuel, mimi ni mwimbaji wa muziki wa Injili hapa nchini Tanzania. Nina takriban sasa mwaka mzima tangu nimeanza huduma hii kikamilifu. Hivyo ninatokea Mwanza, kijana wa hapa nyumbani. Ndio. Ninaendelea kufanya muziki wa Injili na ni katika mwendelezo tu. Katika kipindi hiki cha leo mbele yenu hapa nimekuja kuendelea kutambulisha wimbo mpya wa majilio ya sasa hivi katika hiki kipindi tulichoko cha kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yes, kwa hiyo kuna kazi ambayo nimeifanya ndio tumekuja kuiongelea katika mwendelezo wa kazi ambazo nimekuwa nikifanya siku hadi siku. Kabla ya huu wimbo ambao sasa umekuja kutuonesha leo, naamini kuna ambazo zilitangulia. Unaweza ukatukumbusha ambazo zimetangulia? Kuna nyimbo ambazo nafikiri inaendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi, ambayo nilifanya na mtumishi wa Mungu Jafet Zabron.
ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la Amenifanyia Tena. Lakini baada ya hapo pia tulifanya tena wimbo mwingine ambao unaitwa Nisogeze mimi kama mimi. Lakini baada ya hapo tena tutoa wimbo mwingine ambao unaitwa Afuataye ni Mimi. Yeah, baada ya Afuataye ni Mimi ndio hii Merry Christmas na mwaka mpya. Kabla hatujazungumzia Merry Christmas, naamini kuna nyimbo ambazo zilitangulia kama unavyosema. Ulikuwa unatoa wimbo mmoja mmoja ama ulikuwa unatoa album? Hapana, tumetoa single moja moja. Mnatoa moja moja. Na mpaka sasa hivi ushatoa ngapi? Takriban nyimbo 4 sasa nafikiri. Nyimbo 4. Na ulianza mwaka gani? Muziki mimi kwa muziki ni tunasema ni legendary kidogo make. Ni mkongwe. Ni mwalimu wa kwaya, huduma yangu ni walimu miaka mingi, ni producer pia. Kwa hivyo lakini muziki rasmi kuimba mimi kama mimi ni mwaka huu ambao nimeanza sasa kuimba, kutembea na Emmanuel mwenyewe. Ndio. Kama huduma yangu binafsi. Kwa hiyo kumbe ulikuwa mzalishaji wa muziki, sasa umehamia tena kuimba we mwenyewe. Ninafanya sasa pia mwenyewe. Aha. Hongera sana. Basi walau tuambie sasa maudhui ya huo wimbo ambao leo hii unataka utambulishe kwa mtazamaji. Amen. Maudhui ya wimbo huu ni kwamba kama tunavyofahamu sasa kwamba hizi siku chache hapa tuna siku ambazo tuna ujio mkubwa wa mgeni wa mtoto pendwa ambaye alikuja kuwaokoa wanadamu sisi na dhambi zetu, ambaye ni Emmanuel. Mungu pamoja nasi anazaliwa. Hivyo wimbo huu nimeufanya kama zawadi ya watu wa Mungu kuendelea kukumbushana, lakini pia kutusherehesha. Unajua nyimbo zinasherehesha, zinakumbusha, zinasherehesha. Kwa katika msimu wa sikukuu hii kwamba iendelee kutubariki watu wa Mungu na kutukumbusha kwamba kuna ujio mpya wa mtoto Emmanuel ambaye anazaliwa kwa ajili yetu. Hivyo tuandae mioyo yetu, tuandae maisha yetu, tujiandae kumpokea huyu Yesu ndani yetu ili afanyike msaada katika maisha yetu kama ilivyo kusudi la Mungu. Ndio. Sawa. Kabla hujatupatia walau kibwagizo cha huo wimbo wa Emmanuel, pengine muziki wako unajishughulisha ukiwa peke yako ama kuna kakikundi fulani ambako unako? Hapana, nikiwa peke yangu. Ukiwa peke yako. Na huna mpango kabisa wa kuwa na mtu mwingine. Ni wewe mwenyewe. Meli ya mtu mmoja. Na hodha ni wewe. Niliwahi kufanya hivyo mwanzo. Ndio. Kuwa na kikundi lakini baadaye kilisambaa. Ndio. Kwa kikaa kimenirudisha nyuma. Kwa hivyo kwa sababu mbaba maono ni mimi niliyebebeshwa hii huduma. Sikuchoka nikaanza tena. So hivi nilivyoanza nimeanza mimi kama mimi, na inahitaji Mungu anisaidie niendelee mbele zaidi. Kabla hujatupatia kibwagizo cha huo wimbo, unafikiri muziki wa Injili Tanzania kwa nyinyi ambao mnaimba peke yenu unapiga hatua ama unarudi nyuma? Unapiga hatua. Kivipi? Unapiga hatua kwa sababu tunaona unakuwa hauna changamoto nyingi kama vikundi. Vikundi vina changamoto kwa sababu kila mmoja ana mawazo yake. Wewe anakuja anasema hili, lakini huduma binafsi ya mtu unapokuwa nayo manake ni wewe na Mungu wako. Ina urahisi mkubwa. Tunaona waimbaji wanaendelea kufanya vizuri, wengi wa muziki wa Injili. Wakiwa binafsi. Makundi yanafanya lakini bado changamoto ni kubwa. Ninaongea hivyo kwa sababu pia ni mwalimu wa kwaya, ninajua changamoto ya haya makundi. Ninafahamu. Tatizo hasa inakuwa nini? Kwa nini makundi yanavunjika na ni swala linalomhusu Mwenyezi Mungu, tunamwimbia Mwenyezi Mungu? Kwa nini haya makundi hayakai yakatulia? Ama waanzilishi pengine ndio tatizo, ama miongoni mwenu mule kuna shida za mtu mmoja mmoja kutaka maslahi binafsi? Nini kinatokea? Mimi nafikiri nikiingia ndani zaidi kwamba hii ni huduma ya Mungu. Ni huduma ya kiroho. Shetani pia ni roho na yeye yupo kwa ajili ya kuangusha. Sasa katika watu wengi najikuta kwamba ile huduma ndani yangu mimi haiwezi kuwa ulionayo wewe, si ndio? Mimi ni mwalimu. Nitatamani nije nifanye hiki ili kundi liende, si ndio? Lakini kuna mwanakikundi mwingine anaweza kutumiwa tofauti na shetani akaingiza jambo ambalo linaweza likawafanya watu wakavunjika moyo. Anyway, kikubwa sana naweza kusema ni vita kali ya kiroho. Na katikati ya watu wengi hamwezi kuwa mmesimama wote kidedea. Kwa kuna wengine lazima watakumbwa na ile tatizo ambalo litaleta kusababisha kikundi kisambae au kiwe dormant. Kinakuwa dormant kwa sababu ya sisi wenyewe
Hatunii mamoja kiivo. Tunakuwa ni wana kikundi katika mwili, lakini rohoni kila mtu anakuwa na harakati zake tofauti na mtu mmoja. Ni rahisi kujua mbona hapa nimeanguka. Lakini kwenye kikundi si rahisi kujua nani ametuangusha. Ni vita kali. Basi walau tupatie kakibwagizo ka wimbo wenyewe kabla hatujatizama waandalizi wetu wakiwa wanaandaa kule ili tuweze kutazama wimbo wenyewe. Hebu tupe kidogo wanasema akapela ile. Ndio. Ilikuwa sekunde, dakika, masaa, hatimaye siku, ilikuwa wiki, sasa hatimaye umefika mwaka. Umenilinda, umenipenda, umenichagua Bwana. Mimi ni nani aliunipe kibali cha kumaliza mwaka? Ayayaya. Asante kwa uhai, napumua kwa neema yako, asante kwa upendeleo. Kwa hiyo kumbe ni wimbo wa Christmas ni Christmas na Happy New Year. Basi mtazamaji, walau tutizame wimbo huo wa ndugu yetu ambaye amekuja kutuinjilisha kwa siku hii ya leo katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Mwanza. Kayaona matendo ya Bwana ni ya ajabu. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana, kila mwenye Emmanuel. Ilikuwa sekunde, dakika, masaa, hatimaye siku, ilikuwa wiki, miezi, hatimaye sasa mwaka. Umenilinda, umenipenda, umenichagua Bwana. Mimi ni nani hadi unipe kibali cha kumaliza mwaka? Asante kwa uhai, napumua kwa neema yako, asante kwa upendeleo. Maana pumzi si mali yangu, asante kwa chakula na kimwili na kiroho. Mungu asante kwa vinavyoonekana Baba, japo mapito hayakuwa rahisi na dhiki. Baraka zako wengi walitamani leo wakaheshimu matakwa yako. Tunaimba, tunafurahi na kucheza Bwana. Merry Merry Christmas and Happy New Year. Tunaimba, tunafurahi na kucheza Bwana. Merry Merry Christmas and Happy New Year. Ni msimu mwingine wa kusherehekea kuzaliwa. Tunaimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaimba. Merry Christmas. Ni msimu mwingine wa kusherehekea kuzaliwa. Tunaimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaimba. Happy New Year. Tunaimba na kusifu Merry Merry Christmas. Tunaimba na kusifu Happy New Year. Ni msimu mwingine wa kusherehekea kuzaliwa. Tunaimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaimba. Merry Christmas. Ni msimu mwingine wa kusherehekea kuzaliwa. Tunaimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaimba. Happy New Year. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haya, basi mtazamaji wa Star TV, ni wimbo huo wa ndugu yetu Emmanuel Mashauri akituambia heri ya Christmas, lakini pia heri ya mwaka mpya ujao wa 2026. Nikushukuru sana kwa kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika kipindi chetu hiki kwa siku hii ya leo. Lakini kuombe radhi kidogo, kuna tatizo la kiufundi hapa katika kifaa changu ambacho natumia kukuletea ama kusoma ule ujumbe mfupi wa maandishi ambao umeniandikia. Emmanuel,
Tuna dakika chache sasa tuhitimishe kipindi chetu. Kwa mwaka huu ni wimbo wa kwanza ama ziko ngapi? Kwa mwaka huu 2025, mwaka wa jubilei kuu. Ndio hizo nyimbo karibu ambazo ni 4 ambazo nimefanya. Umefanya nyimbo na kuna nyimbo pia nimefanya nafikiri mwezi uliopita na Mr. Jafet Zabron tena ambao utatoka soon baada ya hizi sherehe kubwa ambazo za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuna kazi mpya itatoka ambayo itakuwa ni ya 5 nafikiri. Zote nimefanya msimu huu. Na kuna ambao wanakufuatilia muda na wakati kama huu. Kipindi chetu ni mubashara kabisa. Pengine unapokea mialiko ya kwenye matamasha, ukiitwa kwenye matamasha unakwenda ama kuna vigezo gani ambavyo vinatumika ili kukupata, au una meneja anayekusimamia ama meneja ni wewe mwenyewe? Meneja niko naye. Ndio. Meneja niko naye Masomo Mashauri. Lakini pia ninapokea mialiko. Ndio. Ninapokea mialiko, ninafanya huduma zangu makanisani. Watu wananipigia simu. Ndio, naenda ninafanya huduma pia. Basi walau kipindi hiki kinakupa nafasi. Inawezekana una mitandao ya kijamii. Siku hizi maisha yamehamia kiganjani. Una mitandao ya kijamii bila shaka. Unapatikanaje huko? Nipende tu kualika watu wa Mungu kwamba channel yetu pendwa ni ile ya Emmanuel Mashauri ambao ni YouTube channel. Lakini pia Facebook unapatikana kwa jina hilo la Emmanuel Mashauri. Instagram, lakini pia TikTok. Hivyo ni waalike sasa katika huu wimbo mpya wa Merry Christmas and New Year, tuweze kushiriki kusherekea pamoja kwenye majumba, kwenye makanisa. Ni wimbo mzuri ambao kama mlivyouona hapo maneno hayo, kwa tuweze kuingia kwenye channel yetu ya Emmanuel Mashauri kuweza kupakua wimbo huu kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na familia zetu wakati tukisubiria ujio huu wa Yesu Kristo. Na Mungu awabariki, awape neema kubwa ya kufikia siku hiyo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Nakupa nafasi walau utaje mawasiliano yako ili yoyote ambaye anahitaji mawasiliano na wewe aweze kukupata. Asante sana ndugu mtangazaji. Namba yangu ya simu ni ile nairudia tena leo. Ni Vodacom 0763335431. Ni 0763335431 au ni 0629632492. Asante sana, nikushukuru. Basi Emmanuel, asante sana kwa kuja katika kipindi chetu. Tunakukaribisha tena wakati mwingine ukiwa na chochote kile. Star TV ni nyumbani hapa kwa kila mmoja. Kwa hivyo siku ukiwa na kitu kingine usiogope na karibu sana. Nashukuru sana. Asante mtazamaji wa Star TV. Basi nikushukuru sana, asante kwa kuwa nami kwa muda huu wa takriban dakika hizi zisizopungua 35 nikiwa na ndugu Emmanuel Mashauri ambaye ametambulisha wimbo huo mzuri kwa siku hii ya leo. Saa 2 kamili bado nitaendelea kuwa hapa na kuna kitu kingine kinafuata. Usiondoke katika TV yako. Uko nami, naitwa Godfrey Joseph Mahonge na hii ni Star TV Tanzania. Emmanuel. Ilikuwa sekunde, dakika, masaa, hatimaye siku. Ilikuwa wiki, miezi, hatimaye sasa mwaka. Umenilinda, umenipenda, umenichagua Bwana. Mimi ni nani hadi unipe kibali cha kumaliza mwaka? Asante kwa uhai na kumua kwa neema yako. Asante kwa upendeleo, maana pumzi si mali yangu. Asante kwa chakula na kimwili na kiroho. Mungu asante kwa vinavyoonekana Baba, japo mapito hayakuwa rahisi na dhiki. Baraka zako wengi walitamani leo wakaheshimu matakwa yako. Tunaimba, tunafurahi na kucheza Bwana. Merry Merry Christmas and Happy New Year. Tunaimba, tunafurahi na kucheza Bwana. Merry Merry Christmas and Happy New Year. Ni msimu mwingine wa kusherekea kuzaliwa. Tunaimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Kristo tunaimba. Merry Christmas. Ni msimu mwingine wa kusherekea kuzaliwa. Tunaimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaimba. Happy New Year. Tunaimba na kusifu Merry Christmas. Tunaimba na kusifu